Kuna tukio moja katika historia ya dunia ambalo halikuishia siku lilipotokea. Lilianza siku hiyo, lakini kivuli chake kiliendelea kwa miaka 20. Fikiria hii, usiku umetulia, dunia imelala, hakuna anayetarajia chochote. Halafu ghafla kila kitu kinabadilika. Sauti za hofu, vilio vya ghafla, na sekunde chache baadaye dunia nzima inatazama bila kuamini. Lakini kilichofuata ndicho kilichobadilisha historia ya ujasusi duniani. Kwa sababu kuna mahali fulani uamuzi ulifanyika bila kelele, bila kamera, sio wa vita, sio wa siasa, bali uamuzi wa kulipa kisasi. Kisasi ambacho hakikuwa na haraka, kisasi ambacho hakikutaka kelele, kilitaka kitu kimoja tu: mwisho wa kila aliyehusika. Na hapo ndipo operation ya siri ilipoanza. Hii ni Operation Bayonet, operation ambayo haikujali mipaka ya nchi, haikujali sheria za kimataifa, na haikusahau hata baada ya miaka mingi. Wengine waliuawa mitaani, wengine wakiwa ndani ya nyumba zao, na wengine hawakujua kabisa ya kwamba tayari walikuwa wamechaguliwa kufa. Fuatana nami kwenye simulizi ya moja ya operation za siri hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Karibu The Storyside. Septemba mwaka 1972, dunia nzima ilikuwa imekusanyika kusherehekea tukio la amani la Summer Olympic. Hii ilikuwa michezo iliyotakiwa kufuta kivuli cha vita vya dunia ndani ya mji wa Munich, Ujerumani Magharibi. Lakini usiku ulipoingia, furaha iligeuka kuwa hofu. Kundi la wanamgambo 8 kutoka Black September waliingia kimya kimya ndani ya kijiji cha Olympic. Ndani ya dakika chache walikuwa wamechukua watu kuwa mateka, na muda mfupi baadaye dunia nzima ilisimama. Wanariadha 11 wa Israel waliuawa, si kwenye uwanja wa vita, bali mbele ya kamera za dunia. Lakini wakati dunia ikiomboleza, kule Tel Aviv, ndani ya ofisi yenye ukimya mzito, alikuwa amekaa mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Golda Meir. Hakupiga kelele, hakutoa hotuba, bali alitoa amri moja tu: kuwafuta, kuwafuatilia na kuwaangamiza mmoja baada ya mwingine. Operesheni hii iliitwa Wrath of God, lakini ndani ya kivuli cha Mossad iliitwa jina moja la siri: Operation Bayonet. Hii si hadithi ya vita tu, ni hadithi ya kisasi kilichodumu karibu miaka 20, kilichovuka mipaka ya dunia na kuacha alama ya damu isiyofutika. Ili kuelewa uzito wa Operation Bayonet, lazima kwanza uondoke kwenye risasi, uondoke kwenye milipuko, na uingie sehemu ambayo watu wengi hawaioni. Baada ya tukio la Munich, ndani ya serikali ya Israel kulikuwa na hali isiyo ya kawaida. Hii haikuwa hasira ya kawaida, haikuwa majuto tu, ilikuwa ni kitu kingine ambacho ni mchanganyiko wa huzuni, hasira na aibu ya kitaifa. Kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia yao. Raia wa Israel walikuwa wameuawa hadharani mbele ya dunia, na serikali yao haikuweza kuwazuia. Ndipo Golda Meir alipofanya uamuzi ambao haukuandikwa kwenye sheria yoyote ya wazi. Hakuitisha bunge, hakufanya kura ya wazi. Aliita mkutano mdogo sana, watu wachache waliokuwa na mamlaka makubwa kuliko hata baadhi ya wizara.
Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kile kilichoitwa Committee X. Hakuna rekodi rasmi zilizotolewa hadharani. Hakuna nyaraka zilizoruhusiwa kuvuja, lakini ndani ya vyanzo vya intelijensia, Committee X ilielezwa kama kikundi cha juu kabisa cha maamuzi ya siri, watu waliokuwa na uwezo wa kuidhinisha kifo bila kupitia mahakama, mfumo uliovuka mipaka ya sheria za kawaida. Kila jina lililoletwa mezani halikuchambuliwa kwa hisia, lilichambuliwa kwa data, mahusiano yake na tukio la Munich, nafasi yake ndani ya mtandao, uwezekano wa kuwa tishio kwa mara nyingine. Kisha uamuzi mmoja ulifanyika, ukawa approved, na hiyo ilimaanisha kitu kimoja tu: mtu huyo sasa alikuwa amepewa hukumu ya kifo kimya kimya. Lakini uamuzi ni hatua ya kwanza tu. Swali kubwa lilikuwa ni nani angeweza kutekeleza hukumu hizi bila kuacha alama. Jibu lilikuwa ndani ya Mossad, lakini si kwa kila sehemu ya Mossad, bali kulikuwa na kitengo maalum kisichojulikana sana hata kwa baadhi ya maafisa wao wenyewe, ambacho kiliitwa Kaisarea. Kaisarea haikuwa kama idara nyingine. Hawa hawakuwa wachambuzi wa taarifa. Hawa hawakuwa wapelelezi wa kawaida. Hawa walikuwa watu wa operation za moja kwa moja, operation ambazo hazitakiwi kuonekana, operation ambazo zikifeli hazitambuliki. Na ndani ya Kaisarea kulikuwa na kikundi kidogo zaidi, kikundi cha mwisho kabisa kilichoitwa Kidon. Neno Kidon linamaanisha ncha ya mkuki, na kama ilivyo kwenye vita, ncha ya mkuki ndiyo sehemu inayochoma kwanza. Hawa ndio walikuwa watu waliobeba Operation Bayonet mikononi mwao, lakini hawakuwa kama unavyoweza kufikiria. Hawakuwa wanaume wakubwa wenye misuli pekee. Walikuwa watu wenye akili kali kuliko kawaida, wenye uwezo wa kubadilika kama kivuli, wenye nidhamu ya hali ya juu kupita askari wa kawaida. Kabla ya kuwa sehemu ya Kidon, mtu alipitia mchakato mkali sana wa uchunguzi. Historia yake yote ilichunguzwa, uwezo wake wa kisaikolojia ulipimwa, uaminifu wake ulivunjwa na kujengwa upya, kwa sababu kazi yao haikuwa tu kuua, ilikuwa kuua bila kuonekana, kuua bila kusikika, na kuondoka bila hata kuacha kumbukumbu. Walifundishwa kutumia silaha ndogo zisizo na kelele, kutengeneza sumu zisizoacha alama mwilini, kuweka milipuko inayoweza kudhibitiwa kwa mbali, na muhimu zaidi, kuishi maisha ya watu wengine. Agent wa Kidon angeweza kuwa mfanyabiashara leo, mwanafunzi kesho, mtalii wiki ijayo, na hakuna mtu angehisi chochote. Walipewa kitu ambacho si rahisi kueleweka kwa mtu wa kawaida, ambacho ni ruhusa ya kuua kwa niaba ya taifa, lakini kwa masharti makubwa. Hakuna makosa, hakuna ushahidi, hakuna kushikwa, kwa sababu kosa moja tu linaweza kusababisha mgogoro wa kimataifa. Hapo ndipo Operation Bayonet ilipoanza kuchukua umbo lake halisi. Haikuwa tena hasira ya kisiasa, haikuwa tena majibu ya haraka, bali ilikuwa sasa mfumo wa kisayansi wa kulipiza kisasi, mfumo uliopangwa kwa utulivu, lakini wenye matokeo ya kutisha. Ndani ya kivuli hicho, majina ya watu fulani duniani yalianza kuandikwa. Bila wao kujua, walikuwa tayari wameanza kuhesabiwa siku zao za mwisho. Kila operesheni kubwa ina mwanzo wake. Kwa Operation Bayonet, mwanzo huo haukuwa wa kelele nyingi, haukuwa na vita, haukuwa na tangazo. Kulikuwa na jina moja tu ambalo ni Wael Zoital. Wael kwa macho ya dunia alikuwa mtu wa kawaida. Aliishi Rome, Italia. Alikuwa mtafsiri,
mtu wa vitabu, mtu wa lugha. Hakuwa na sare ya kijeshi, hakuwa na bunduki mkononi, lakini kwa upande wa Mossad alikuwa kitu tofauti kabisa. Kwao alikuwa kiungo cha mtandao, sehemu ya mfumo mkubwa usioonekana, na hilo kwao lilitosha kumfuta. Oktoba 16 mwaka 1972, usiku wa kawaida, barabara zikiwa tulivu, taa za jiji zikimulika kwa utulivu, Zweital alikuwa akitembea akielekea nyumbani kwake bila kujua kwamba alikuwa anafuatiliwa. Watu wa Kidon hawakuwa watu wa ghafla. Walikuwa wamekaa siku kadhaa, wamejifunza ratiba yake. Anarudi saa ngapi? Anatumia mlango gani? Ni nani anaishi jirani? Kila kitu kilikuwa kimehesabiwa. Alipofika kwenye jengo lake, mlango wa lifti ulikuwa karibu kufungwa, na hapo ndipo kivuli kilijitokeza ambacho ni makomando wawili wa Kidon. Hakuna kelele, hakuna mazungumzo. Alipigwa risasi 1, 2, 3 mpaka 12 ndani ya sekunde chache. Kazi ilikuwa imeisha. Lakini hapa ndipo tofauti ya Operation Bayonet ilipoanza kuonekana. Hii haikuwa tu kuua mtu, bali ilikuwa ni kufungua mlango wa hofu, kwa sababu baada ya tukio hilo hakuna aliyekuwa na uhakika tena wa usalama wake, wakijiuliza nani anayefuata, nani anafuatiliwa. Lakini Mossad walijua risasi zina mipaka, zinasikika, zinavutia macho, zinatoa tahadhari. Walihitaji kitu kingine, kitu cha kimya lakini chenye athari kubwa zaidi, hasa kwa mlengwa wa pili. Waliingia mjini Paris. Lengo lilikuwa ni mtu aliyejulikana kwa jina la Mahmoud Hamshari, mtu mwenye hadhi, mtu anayejulikana, mtu ambaye hakutarajia kushambuliwa ndani ya nyumba yake mwenyewe. Safari hii hawakutumia nguvu, bali walitumia akili. Operation ilianza kwa kitu rahisi sana ambacho ni udanganyifu. Agent wa Mossad alimuita Hamshari akijifanya mwandishi wa habari wa Italia. Alimhoji kwa swali la kawaida na hakuwa na shaka. Lakini ndani ya dakika chache mpango ulikuwa umebadilika. Walimshawishi atoke nje ya nyumba yake, na huo ndio ulikuwa muda waliokuwa wanaungoja. Alipotoka ndani ya nyumba, mlango wa nyuma ulifunguliwa kimya kimya. Agent akaingia. Hakutafuta vitu, hakugusa kila kitu. Alielekea moja kwa moja kwenye simu ya mezani. Ndani ya simu hiyo waliweka kifaa kidogo sana ambacho ni kilipuzi, lakini si kama bomu la kawaida. Hiki kilikuwa kidogo kiasi cha kufichika kabisa, kimeunganishwa na mfumo wa remote trigger kilichopangwa kulipuka kwa wakati maalum. Siku chache zilipita, hakuna kilichotokea, na hilo ndilo lilikuwa lengo, kumpa amani ya uongo. Disemba 8, simu iliita kwa sauti ya kawaida. Hamshari akaipokea. Hello, Dr. Hamshari. Umbali wa kilomita kadhaa, agenti mmoja alikuwa anasubiri, kidole chake juu ya kitufe. Hakuhitaji kumwona, alihitaji uthibitisho mmoja tu, na alipoitikia kuwa ni yeye, sekunde hiyo hiyo mlipuko mkali usiotarajiwa ulitokea. Simu ile ile aliyokuwa anaiamini ikageuka kuwa silaha iliyommaliza. Huu haukuwa tu uteketezaji wa mtu, huu ulikuwa ujumbe kwa dunia nzima ya kuwa hatuhitaji kuingia kwako na bunduki, hatuhitaji kukukimbiza barabarani, tunaweza kukufikia hata ukiwa peke yako chumbani. Na hapa Operation Bayonet ilibadilika kutoka kuwa msako kuwa kitu kingine kabisa ambacho ni mfumo wa hofu wa kisaikolojia. Kwa sababu baada ya hapo kila simu ilionekana hatari, kila mlango ulionekana na kivuli, na kila mtu aliyekuwa kwenye orodha alianza kuishi maisha tofauti, maisha ya kusubiri
mwisho usiojulikana. Lakini pamoja na mauaji ya mwanzoni kufanyika kwa usahihi, kulikuwa na tatizo moja kubwa. Majina madogo kwenye mtandao yangeweza kufutwa, lakini vichwa vikuu, wale waliokuwa karibu na kiini cha kupanga, kuratibu na kulinda mtandao mzima, hawakuwa rahisi kufikiwa. Walikuwa wamejificha mahali ambapo risasi za barabarani hazikutosha. Hapa ni Beiruti nchini Lebanon. Katika miaka hiyo, Beirut haikuwa tu mji wa kawaida wa Mashariki ya Kati. Ilikuwa ni mji wa mvutano, mji wa mikakati, mji ambao ndani yake kulikuwa na siasa, silaha na kivuli cha vita vikichanganyika kila usiku. Ndani ya mji huu, viongozi wa Black September walikuwa wanaishi chini ya ulinzi mkali. Hawakuwa peke yao. Kulikuwa na walinzi, kulikuwa na mitandao ya taarifa, kulikuwa na watu wa kuwatahadharisha kabla hatari haijawafikia. Kwa hiyo Mossad walijua kitu kimoja, kuwa operation ya kawaida isingefanya kazi. Hakukuwa na nafasi ya kutuma watu wawili tu usiku na kutarajia wataingia na kutoka salama. Hii ilihitaji kitu kikubwa zaidi, kitu cha kijeshi, lakini bado kiwe cha siri. Na hapa ndipo jina moja lilipoanza kusikika ndani ya operesheni hiyo, ambalo ni Ehud Barak, mtu ambaye baadaye alikuja kujulikana sana katika siasa za Israeli, lakini wakati huo alikuwa mmoja wa watu waliobeba ujasiri wa operation za hatari zaidi. Huyu hakuwa mtu wa kukaa nyuma ya meza tu. Alikuwa mtu wa kwenda mbele mwenyewe, mtu wa kuingia pale ambapo wengine wangeona ni ndoto ya kujiua. Operesheni hii ilipewa jina la kushangaza ya jina Operation Spring of Youth. Jina hili lilisikika kuwa laini kama jina la sherehe, lakini ndani yake kulikuwa na usiku wa damu, udanganyifu na mashambulizi ya sekunde chache yaliyoandaliwa kwa umakini wa hali ya juu. April mwaka 1973, usiku uliingia juu ya Beirut. Bahari ilikuwa kimya, na umbali kidogo na ufukwe kulikuwa na boti ndogo zikisogea gizani. Hakukuwa na makelele ya injini kubwa, hakukuwa na alama za kijeshi zinazotambulika. Kilichokuwepo ni kundi la makomando waliokuja kama kivuli kutoka baharini. Walipofika ufukweni, hawakushuka kama jeshi. Hapa ndipo operesheni hii ilipoingia kwenye eneo ambalo lilistaajabisha dunia baadaye. Ili wasitambulike, baadhi yao walivaa nguo za kike, mawigi, mapambo na mienendo ya kuigiza maisha ya kawaida ya usiku. Kwa macho ya mtu wa mbali, wangeonekana kama wapenzi wanaotembea kimahaba kwenye mitaa ya Beirut, lakini ukweli ulikuwa tofauti. Chini ya mavazi hayo kulikuwa na bunduki, kulikuwa na mipango, kulikuwa na sekunde zilizohesabiwa. Na miongoni mwa waliojificha ndani ya muonekano huo alikuwemo Ehud Barak, yeye mwenyewe, akibeba sura ya mtu ambaye hakuna angeweza kudhani alikuwa anaelekea kwenye operation ya kuua kwa malengo maalum. Hii haikuwa tena kufuatilia mtu mmoja anayerudi nyumbani. Hii ilikuwa kuingia katikati ya mji wa adui usiku kwa muonekano wa udanganyifu na kupenya mpaka karibu kabisa na malengo. Kabla ya siku hiyo, kila hatua ilikuwa imepimwa. Walijua ni jengo gani wataingia, ni chumba gani kila kiongozi alikuwepo, ni mlango upi ungefunguliwa kwanza, ni sekunde ngapi zingeweza kuchelewa kabla walinzi hawajajibu. Hakukuwa na nafasi ya kubahatisha, kwa sababu ndani ya mji kama Beirut, sekunde chache tu zingetosha kugeuza operesheni nzima kuwa mtego wa mauti. Makomando walipoingia ndani ya mji,
waligawanyika kwa nidhamu ya hali ya juu. Hakuna aliyekuwa anazungumza bila sababu. Hakuna aliyekuwa anatembea kwa hofu. Walikuwa tayari wamevaa akili zao kama silaha. Kila mmoja alijua nafasi yake. Kila mmoja alijua mlango wake. Kila mmoja alijua lengo lake. Walipofika kwenye majengo yaliyolengwa, hakukuwa tena na nafasi ya kujificha. Udanganyifu ulikuwa umefanya kazi yake. Sasa ilikuwa zamu ya nguvu. Milango ilivunjwa kwa ghafla, kwa kasi, kwa usahihi uliotisha. Ndani ya sekunde, vyumba vya viongozi wa Black September viligeuka kutoka sehemu za usingizi kwa maeneo ya shambulio la moja kwa moja. Hapa ndipo operesheni ikawa ya kikatili kwa maana ya kiintelijensia. Lengo halikuwa kupigana vita ndefu. Lengo lilikuwa kuingia, kuua, kuthibitisha, kuondoka haraka iwezekanavyo. Kwa hali hiyo, kila risasi iliyopigwa ilikuwa na kusudi. Kila mwendo ulikuwa wa mwisho. Hakukuwa na muda wa kubishana. Hakukuwa na muda wa mazungumzo. Usiku huo ulitawaliwa na mpango uliokuwa umeandaliwa kabla hata boti hazijagusa ufukwe. Kilichofanya operesheni hii kuwa ya kutisha zaidi si tu kwamba waliua, bali walifanya hivyo katikati ya mji wenye uhai, kisha wakatoweka kana kwamba hawajawahi kuwepo. Hili ndilo lililostua ulimwengu. Baada ya dakika chache, kazi ilikuwa imekwisha, na jambo la kushangaza zaidi, hawakukaa, hawakutafuta ushindi wa kuonekana, hawakusubiri dunia ije kushuhudia. Walifanya kile walichokuja kufanya, kisha wakapotea kurudi baharini. Operation Spring of Youth haikuwa tu shambulio la kijeshi. Ilikuwa tamko la uwezo. Tamko kwamba Israel haikuwa inapigana kwa mipaka ya kawaida. Ilikuwa tayari kupeleka mkono wake katika mji wowote, usiku wowote, kwa sura yoyote. Na hilo ndilo lililoifanya Beirut mwaka 1973 kubaki kwenye kumbukumbu za dunia ya ujasusi. Si kwa sababu tu watu waliuawa, bali kwa sababu jinsi walivyouawa ilionyesha kiwango cha maandalizi, ujasiri na hatari ambayo Mossad na vikosi vya Israeli walikuwa tayari kuibeba. Kwa watu waliokuwa kwenye orodha ya bayonet, usiku huo ulitoa ujumbe mpya. Awali walijua wanaweza kufuatiliwa. Sasa walijua kitu kingine kibaya zaidi. Wanaweza kufikiwa hata wakiwa katikati ya mji uliojaa walinzi. Na hapo ndipo Operation Bayonet ilizidi kuwa zaidi ya kisasi, ikawa kivuli cha kudumu. Kivuli kilichoweza kutoka baharini, kuvaa sura nyingine na kuingia moja kwa moja hadi chumbani. Katika ulimwengu wa ujasusi kuna sheria moja isiyoandikwa. Unaweza kuwa mkamilifu mara nyingi, lakini kosa moja tu linaweza kufuta kila kitu. Baada ya mafanikio ya Operation Bayonet katika hatua zake za mwanzo, Mossad walikuwa wamejenga taswira moja hatari sana. Taswira ya kuto kukosea. Walionekana kama kivuli kisichoshindwa, kama mfumo ambao kila hatua yake ilikuwa sahihi. Lakini nyuma ya mafanikio hayo kulikuwa na lengo moja ambalo halikuwa limefikiwa. Huyu alikuwa Ali Hassan Salameh, maarufu kama The Red Prince. Huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa miongoni mwa wapangaji wakuu wa tukio la Munich. Mtu mwenye ulinzi mkali sana, na zaidi ya yote, mtu aliyekuwa anajua kuwa anatafutwa. Kwa hiyo hakuishi maisha ya kawaida. Alibadilisha ratiba, alizungukwa na walinzi, na alikuwa kama kivuli ndani ya kivuli. Mossad walimtafuta kwa muda mrefu, na kisha walipata taarifa kuwa yupo Lile Hamer,
nchini Norway. Huu ulikuwa mji mdogo, mtulivu, wenye baridi, mahali ambapo hakuna mtu angefikiria operesheni ya ujasusi wa kimataifa inaweza kutokea, na labda ndiyo maana walidhani walikuwa sahihi. Timu ya Kidon ilitumwa. Kama kawaida, walifanya ufuatiliaji, wakachunguza, wakalinganisha sura na hatimaye wakafanya uamuzi kusema huyu ndiye. Lakini hapa ndipo historia ilipochukua mkondo mwingine. Mtu waliyekuwa wakimfuatilia hakuwa Salameh, alikuwa Ahmed Bauchik, aliyekuwa mhudumu wa mgahawa na mtu wa kawaida kabisa, mtu ambaye hakuwa na uhusiano wowote na operation ya Munich. Usiku mmoja alikuwa anatembea na mke wake ambaye ni mjamzito. Hakuwa na hofu, hakuwa na tahadhari, alikuwa anaishi maisha yake tu. Na hapo Operation Bayonet ilifanya kosa lake kubwa zaidi. Makomando walishambulia, risasi zilipigwa, na ndani ya sekunde maisha ya mtu asiye na hatia yakakatika. Tofauti na operesheni zilizopita, hapa mambo hayakuishia gizani. Polisi wa Norway walifanya kile ambacho mataifa mengi hayakuwa yamefanikiwa kufanya kabla. Walifuatilia, walikusanya ushahidi na hatimaye walikamata baadhi ya mawakala wa Mossad. Hili halikuwa tukio la kawaida, ilikuwa ni aibu ya kimataifa. Kwa mara ya kwanza, kivuli kilikuwa kimevuliwa pazia. Majina yakaanza kujulikana, njia zao zikaanza kufichuliwa. Dunia ikaona kuwa Mossad wanaweza kukosea. Matokeo yake yalikuwa makubwa. Uhusiano wa kidiplomasia ulitikisika. Operation ilisimama kwa muda, na ndani ya Mossad kulikuwa na tathmini upya ya kila kitu. Lakini hapa ndipo tofauti yao ilipoonekana, kwa sababu Mossad hawakuacha na hawakuachana na lengo lao, walinyamaza tu. Operation Bayonet iliingia kwenye kivuli kizito zaidi. Sasa hakukuwa na kelele, hakukuwa na matukio ya wazi, lakini chini ya uso wa dunia msako uliendelea. Miaka ikapita, miezi ikageuka kuwa miaka, na kwa wale waliokuwa kwenye orodha, kila siku kwao ilikuwa kama bonus ya muda, lakini kivuli hakikutoweka. Hatimaye mwaka 1979 mjini Beirut kwa mara nyingine tena, mahali ambapo kila kitu kilianza kuonekana kufungwa. Safari hii hawakufanya haraka. Walichukua muda, walijifunza tabia zake, walijua ratiba zake, walijua njia zake za kusafiri. Na kisha wakachagua njia tofauti ambayo ni bomu la remote control. Siku hiyo gari lake lilikuwa likipita kawaida. Hakuna mtu aliyeshuku, hakuna aliyekimbia, hakuna aliyefikiria kuwa barabara yenyewe ilikuwa imegeuka kuwa silaha. Ndani ya gari alikuwepo Ali Hassan Salameh. Umbali fulani kulikuwa na mtu aliyekuwa anasubiri. Hakuwa na hasira usoni, hakuwa na haraka, alikuwa na subira. Subira ya miaka, na sekunde moja ilitosha kuklik. Mlipuko mkubwa ukatokea, gari likapasuka, moto ukapanda juu, na ndani ya muda mfupi, moja ya malengo makubwa zaidi ya Operation Bayonet ikawa historia. Hapo ndipo picha nzima ilipoanza kukamilika, kwa sababu hii haikuwa tena kuhusu tukio moja, ilikuwa kuhusu msimamo wa kuto kusahau, msimamo wa kusubiri, na msimamo wa kumaliza kazi hata ichukue miaka mingapi. Operation Bayonet haikuisha siku hiyo, iliendelea kimya kimya hadi miaka ya 90. Mmoja baada ya mwingine, majina yalipungua, watu walitoweka, na orodha ilianza kuwa tupu. Lakini tukio la Lillehammer lilibaki kama kivuli ndani ya operation hiyo, kumbusho ya kwamba
hata mfumo uliopangwa kwa ukamilifu unaweza kupasuka. Na labda hilo ndilo lililofanya Operation Bayonet kuwa ya kipekee zaidi, sio kwa sababu tu waliua, bali kwa sababu walikosea, wakaanguka, kisha waliinuka tena na kuendelea hadi mwisho. Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawaelewi kuhusu Operation Bayonet. Hii haikuwa tu kuhusu watu waliouawa. Ilikuwa pia kuhusu mfumo mkubwa wa kivuli uliowezesha mauaji hayo kutokea bila dunia kujua. Kwa sababu ukweli ni huu: mtu wa kidoni hawezi kuua kama hana taarifa, na taarifa haiwezi kupatikana bila mfumo wa siri uliopangwa kwa kina. Ndani ya Mossad kulikuwa na mtandao wa pili kabisa, mtandao ambao haukuwa na bunduki, lakini ndio uliokuwa hatari zaidi. Huu ni mtandao wa ufuatiliaji na utambulisho bandia. Ili kufanikisha Operation Bayonet, mawakala walitumia kitu ambacho leo kinaonekana cha kawaida, lakini wakati huo kilikuwa cha hatari sana, ambacho ni pasipoti bandia za mataifa mbalimbali. Ajenti mmoja angeweza kuwa raia wa Ufaransa leo, kisha akawa raia wa Italy kesho, na wiki inayofuata akaingia nchini mwako kama mtalii kutoka Canada. Na hii haikuwa tu kubadilisha majina, ilikuwa ni kubadilisha maisha yote: historia bandia, anwani bandia, hata marafiki bandia. Kwa sababu ili kumkaribia mlengo ilibidi uonekane kama mtu halisi, lakini hilo halikutosha. Kwa sababu ya malengo yao, hawakuwa watu wa kawaida. Walikuwa wanahama kila mara, walikuwa wanajificha, walikuwa wanabadilisha tabia. Hapa ndipo Mossad walipoanza kutumia mbinu ambazo kwa wakati huo zilikuwa karibu na sayansi ya baadaye. Walitumia kamera za mbali kufuatilia mienendo, vifaa vya kusikiliza vilivyofichwa kwenye vyumba, magari na hata simu, na timu za watu waliokuwa wanabadilishana kufuatilia mtu mmoja bila yeye kugundua. Lengo halikuwa tu kumwona, lengo lilikuwa kumjua: anatembea saa ngapi, anakutana na nani, anaogopa nini, na muhimu zaidi, anajisikia salama akiwa wapi. Kwa sababu katika Operation Bayonet kwao, sehemu salama ya mtu ndiyo sehemu bora ya kumshambulia. Lakini kuna upande mwingine ambao hauzungumzwi sana, ambao ni sheria. Kile kilichokuwa kinafanyika hakikuwa ndani ya sheria za kimataifa. Hakukuwa na kibali kwa nchi zote walizofanya operation. Kwa lugha nyingine, ilikuwa ni operation ya kuvuka mipaka ya uhuru wa mataifa. Lakini ndani ya Israel kulikuwa na hoja moja kubwa iliyosukuma kila kitu: hakuna sheria inayoweza kulinda ugaidi. Hii ndiyo ilizaa dhana ya kile kinachoitwa Targeted Assassination Doctrine. Hii ni falsafa inayosema badala ya kusubiri shambulio litokee, unamtafuta anayepanga shambulio hilo na unamzuia kwa njia yoyote ile, hata kama njia hiyo ni kumwondoa kabisa. Operation Bayonet ilikuwa moja ya mifano ya kwanza duniani kuonyesha falsafa hii kwa vitendo, na baadaye mataifa mengine yalianza kuiga. Lakini kulikuwa na gharama, kwa sababu kila operation ya siri inaacha kitu nyuma, sio shahidi bali athari. Baadhi ya mawakala waliokuwa ndani ya operesheni hii waliishi maisha ya kivuli hata baada ya kazi kuisha. Hawakuweza kujulikana hadharani, hawakuweza kusema walichofanya, na mara nyingi walibeba kumbukumbu ambazo hazionekani. Kwa hiyo Operation Bayonet haikuwa tu vita ya kulipiza kisasi, ilikuwa pia vita ya akili, vita ya teknolojia na vita ya maadili, kwa sababu kila hatua iliyochukuliwa iliuliza swali moja lisilo na jibu rahisi: je, usalama wa taifa unaweza kununuliwa kwa gharama ya kuvunja mipaka ya sheria? Na labda hili ndilo
lililofanya operesheni hii kuwa nzito zaidi kuliko nyingine nyingi, kwa sababu haikuacha tu alama kwenye historia ya vita, bali pia kwenye historia ya jinsi dunia inavyofikiria kuhusu haki na kisasi. Operation Bayonet haikuwa tu operation ya siri, haikuwa tu msako wa kulipiza kisasi. Ilikuwa ni ujumbe uliosikika bila kutamkwa kwa sauti, lakini uliosambaa duniani kote. Kwa Israel, hii ilikuwa zaidi ya majibu. Ilikuwa ni msimamo ya kwamba damu ya raia wao haimwagiki bure, kumbukumbu hazifutwi kwa muda, na kwamba subira inaweza kuwa silaha hatari kuliko bunduki. Kwa Mossad, hii ilikuwa uthibitisho wa uwezo wao, uwezo wa kufuatilia bila kuonekana, kushambulia bila kutarajiwa, na kutoweka bila kuacha alama. Lakini pia ilikuwa ni safari iliyobeba mzigo ambao hauonekani, kwa sababu nyuma ya kila operation kulikuwa na kivuli cha maamuzi magumu, kivuli cha maisha yaliyokatika, na kivuli cha mawakala waliobeba siri ambazo hawawezi kamwe kuzizungumza. Na kwa dunia, Operation Bayonet ilibadilisha kitu kikubwa sana. Ilibadilisha namna mataifa yanavyofikiria usalama. Baada ya hapo, wazo la kumsubiri adui lilianza kupotea, na nafasi yake ikachukuliwa na kitu kingine, kumtafuta kabla hajakufikia. Lakini hapa ndipo simulizi hii inapoacha swali ambalo halina jibu rahisi. Je, kisasi kina mwisho au kinaanzisha mzunguko mpya wa damu usio na mwisho? Kwa sababu kila mtu aliyeuawa alikuwa na upande wake wa simulizi, na kila operation iliyofanikiwa iliandika ukurasa mpya wa historia, lakini pia ikaacha maumivu mapya mahali pengine. Operation Bayonet ilimaliza orodha, lakini haikumaliza mgogoro, haikufuta chuki, haikurudisha maisha ya waliopotea kule Munich. Na labda hilo ndilo somo kubwa zaidi, kwamba hata operation iliyofanikiwa kwa kiwango cha juu haiwezi kubadili kabisa hali ya dunia. Leo miaka mingi imepita, majina mengi yamesahaulika, nyaraka nyingi bado zimefungwa, lakini kivuli cha Operation Bayonet bado kipo kwenye mbinu za kisasa za ujasusi, kipo kwenye sera za usalama wa mataifa, na kipo kwenye historia kama moja ya operation za kisiri zilizotikisa dunia kimya kimya. Na wewe unaisikiliza simulizi hii, unakaa upande gani? Je, hii ilikuwa haki ya kujilinda au ilikuwa kuvuka mstari usiorudiwa? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.